Mapro TV ni kukaribisha katika segment ya kimichezo ambapo tunapata nafasi ya kujadili mawili matatu kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, na kubwa zaidi ni taarifa mpya kabisa kutoka katika klabu ya soka ya Yanga. Lakini kabla ya kuendelea, ni kujuza na kufahamisha tu kwa yule ambaye bado hajaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele ili usipitwe na taarifa muhimu mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes. Sasa ni good news kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitafakari ni nani anakwenda kurithi mikoba iliyoachwa na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Mwalimu Pedro Gonçalves, ambaye mkataba wake ulisitishwa na muda mrefu umepita tangu kocha huyo aweze kuondoka, na kocha Molin alikuwa ndiye amekabidhiwa majukumu ya kuiongoza Yanga kwa muda ambao viongozi walikuwa wakitafuta kocha mkuu. Sasa habari iliyokuwa njema ni good news kabisa, ni kwamba aliyewahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Yanga ambaye aliondoka akiwa na mafanikio makubwa sana, mafanikio ambayo yalimpelekea aweze kuhitajika na clubs nyingi sana barani Afrika. Profesa Nasreddine Nabi anarejea tena Yanga, na hivi tunavyoelezana ni kwamba tayari amesha saini mkataba wa miaka mitatu kujiunga na kikosi cha Yanga kwa ajili ya kuweza kulisongesha gurudumu hilo mbele. Kumbukwe Profesa Nabi ni mmoja kati ya makocha ambao wameondoka klabuni hapo wakiwa na historia kubwa sana. Nabi aliweza kushinda ile tunaita treble awards ama zile makombe matatu mfululizo, lakini pia aliweza kufika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup. Kwa hiyo ni moja kati ya makocha ambao wameacha historia kubwa, ni moja kati ya makocha ambao mashabiki wa Yanga wamekuwa wakihitaji kupata kocha kama yeye, ama pengine kumpata hata yeye mwenyewe kurejea katika kikosi cha Yanga. Lakini good news ndio hivyo tena, Nasreddine Nabi anarejea Yanga kwa kishindo, na mwelekeo wa Yanga kama nilivyokutaarifu, baada ya kukabidhiwa mkataba wa miaka mitatu, Nabi ameweza kutoa baadhi ya maombi kwa viongozi wa Yanga. Mojawapo ameweza kuomba kurejeshewa aliyewahi kuwa mchezaji wa Yanga Stefan Aziz Ki katika kikosi cha Yanga, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji watano ambao ameweza kuorodhesha akihitaji wampatie ili aweze kutengeneza kikosi kilichokuwa kizuri kabisa kwa ajili ya kutengeneza Young Africans iliyokuwa bora. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wakijiuliza muda mrefu ni lini Young Africans watamtambulisha kocha mpya, wajiandae, wiki hii wanakwenda kumtambulisha Profesa Nabi kama kocha mpya mkuu wa klabu ya soka ya Yanga. Una maoni gani kuhusiana na kurejea kwa Profesa Nabi, lakini pia maombi ya Nabi kumrejesha Stefan Aziz Ki katika kikosi cha Yanga? Tupe maoni yako kwa drop comment kwenye comment section, lakini pia nikukumbushe kwa yeye ambaye bado hujaungana nasi, kisha nabonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu mbalimbali ambazo tumekuwa zikijiri na tumekuwa zikiziweka hapa. Hadi wakati mwingine, kwa sasa ni kwa bye bye, tukutane katika next video. Asante na kwaheri.